Unatazama Daizo Neema Revival, sauti ya uamsho wa kiroho. Karibu. Leo tunazungumza juu ya laana inayoshika mikono ya watu wa Mungu, sababu inayowazuia wengi kuinuka kimaisha na kiroho. Watu wengi wanaomba, wanafunga, wanatoa sadaka, lakini bado maisha yao hayasongi mbele. Biashara haishiki, huduma haina matunda, kazi haina tija. Kwa nini? Biblia inasema, utabarikiwa kazi ya mikono yako, Kumbukumbu la Torati 28:12. Lakini ikiwa mikono hiyo imebeba uchafu, zitawezaje kubarikiwa? Ishara za mikono iliyolaaniwa. Ukianzisha kitu, kinavunjika bila sababu. Unaonekana mzuri lakini hupati nafasi. Kipato chako kinapotea bila kueleweka. Laana inaweza kuingia kupitia kula haramu, rushwa, wizi, kusaidia huku moyo umejaa kiburi, kugusa mali iliyowekwa kwa mapepo. Mungu ni mtakatifu, huwezi kumpa sadaka kwa mikono chafu na ukatarajia baraka. Musa alipomwendea Mungu, aliambiwa aondoe viatu, ishara ya kutakaswa. Mikono yako lazima itakaswe. Omba kabla hujashika chochote, hata pesa. Hakikisha kazi zako hazina udanganyifu. Njia ya kutoka kwenye laana ya mikono: 1. Tubu kwa moyo wa kweli. 2. Takasa mikono yako kwa ombi. 3. Toa kwa usafi wa moyo. 4. Tenda haki kwa bidii kwa mabidili. Mabadiliko huanza pale utakapotii na kuacha njia zisizompendeza Mungu. Maombi. Bwana Yesu, ninaomba utakase mikono yangu. Kila kazi ambayo imeniletea huzuni na hasara, ninaivunja kwa jina la Yesu. Mikono yangu itapokea neema, mafanikio na ushindi kuanzia leo. Kila laana iliyowekwa juu ya mikono yangu ifutike sasa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kama ujumbe huu umekugusa, usiondoke bila kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele, tushiriki pamoja uamsho huu wa neema. Mimi ni Daizo kutoka Daizo Neema Revival. Mungu akubariki. Nitakuwa na wewe, usiogope. Katika kilio chako nitasimama. Katikati ya moto sitakuacha. Mimi ni Bwana wa agano la milele. Nitakuwa popote utakapoenda. Nitakuwa hata giza likikuzunguka.